Bi mkubwa. Mimi mjanja kitambo unaelewa. Mimi sio mtoto mdogo. Yaani umenilea mpaka nafika hapa. Umri huu unajielewa kila kitu. Hiyo sio kuanguka hiyo. Bi mkubwa, niambie ukweli, ni kitu gani ambacho kimesababisha hiyo issue ambayo mimi naiona mbele ya macho yangu? Yule mke wa Kipanji yule na watoto wake wamenishambulia, wamenipiga. Kisa tu mimi pale kwa mwenyekiti nimeongea ukweli kwa wao, yeye na mwenyekiti nimewakuta guest wanatoka, ndio wamenipiga hivi. Kwa Bi mkubwa wangu mimi unapigwa na wale watoto au sio, na mama yao au sio, wanajitia mabondia. Wanaingia kwenye familia ya mtu mbadi, si ndio? Mtaa mzima wananijua Bi mkubwa, wenyewe unaelewa, nikiamua kuchafua na chafua kweli. Alafu mwisho wa siku anakuja na kupiga Bi mkubwa wangu kila rahisi wanachukulia poa. Bi mkubwa, sitaki lawama. Nakwambia tena Bi mkubwa, sitaki lawama. Naenda kufanya jambo langu, sitaki nini, sitaki lawama. Hizi dharau. Muone hivyo kuchafua chafua, michanga nini mix hapo na maumivu kibao. Au maumivu wataenda kulipa mara mbili. Wasichukulie poa ujue. Hii familia haigusi ovyo ovyo, mtani kote wanaijua. Sikiliza nikwambie Bi mkubwa. Tulia kama moja. Afu utaona show. Watalia, watatoa machozi, watasaga meno. Sawa mamangu? Sawa. Sipendi kweli wale hapo kwenye tendo kapumzike tu ndani. Hizi dharau wameleta, tena dharau kweli. Twende Bi mkubwa wangu. Yaani yule mama yeye. Yaani yule mama yeye naona kama tumemchezea afu tumemwacha. Yaani sijui kwa hiyo tulimpigia kiasi vile. Yaani wewe uko unajua mimi nilikuwa natamani yule mwanamke leo nimvunje hata springi za uzazi. Asa yule mama naye lenyewe kumvuta vile mama watu kitu gani? Mwanae ajao angenyonya nini? Watafuta kesi. Mwenzangu na vile alikuwa naziwa kaa busha maana alikuwa anabembea. Yaani hatari. Nilikuwa namtamani, yaani roho yangu imesuzika. We, balaa. Ila roho yangu kwatu. Ila mimi napenda ugomvi jamani. Hatari. Si mama na mwanae nikazorota au. Yaani hata sisi tuenda kufanya naye nini huko kwenye ugomvi. Wewe naye hapa tunatembea na mtu, tunatembea na maiti magovi hapa. Alafu mama, ongea na mwanao, mimi sipendi. Sasa uongee na mwanao. Wewe kitokufanya tokea hapo unaenda kwenye ugomvi afu unakaa pembeni kitu gani? Wewe ulienda kule kaa shahidi. Sana wewe umezidi sana kuzorota bwana. Vipi babu? Mbona umetusimamia kasa na mnaposta na koti lako leo na pumu, si unatibia mifupa? Tukusaidie nini labda? Na kikoba chako kwa unaenda kuagua. Sikiliza Bi mkubwa. Sijaja hapa kuchekelea. Mimi nimekuja hapa menuno. Taarifa zenu nimezipata. Mmeenda kule mmejifanya mabondia na anao, mmeenda mmempigia Bi mkubwa wangu. Bi mkubwa wangu ule mimi ndio mwanae wa kwanza ujue. Alafu mimi ndio ananitegemea kila kitu, alafu mnanijua vizuri umtaa so ageni na mimi ujue. Sio ageni na mimi. Mnajua vizuri kabisa kuhusu matukio yangu. Sitaki na mwe list namba 1 na nyinyi kwenye matukio hayo. Nije niwafanyiwe na familia yako. Wewe fanya nikuone kama unaweza. Yaani mimi ndio siogopi dudu wala mende. Sijui umeelewa? Kama ni bange mimi mwenyewe nimevuta toka niko tumboni kwa mamangu. Yaani hapa umebakia moshi tu. Bi mkubwa. Yaani unaongea kama unaniweza au sio? Yaani unaongea kama unanimudu. Bi mkubwa atakuja kukushusha mashavu hayo. Mimi sifagilii kwenye mbele ya familia yangu, siangalii mbibi, siangalii mama. Mimi ninapofika swala familia yangu na kuwa na roho mbaya kinoma. Mimi nimekuja kuwapa onyo, usije kuimba taarabu hapa. Bi mkubwa, jiangalie na watoto wako. Siku utakuja vitoto nimeviua, nimeviweka ndani huko, nimevirundika. Umumu kwenu. Fanya popote unavyotaka wewe. Mimi siogopi lolote lile. Kama ngumi mwenyewe naziweza vile vile. Sijui umeelewa? Yaani kivyo vyote. Unasemaje Bi mkubwa? Hivyo. Ungemwacha tulimwona atanifanya nini mimi? Sikiliza Bi mkubwa. Nadhani onyo langu umelielewa. Siku ikijitokeza tena Bi mkubwa wangu akapigwa, mkaja tena mtaani kumiliki kama kwenu pale. Nitakuja kuwafanya vibaya kuanzia wewe mpaka mume wako na vitoto vyako. Wote nitafika miguu.
Alafu mwisho wa siku nitapeleka geto mtaani kwangu, tutachemsha supu ya kongolo tutakunywa. Kumbe una roho mbaya. Mimi nina roho kubwa kushinda umri wangu. Sijui umeelewa? Yaani unaona vile umri wangu mdogo lakini roho yangu kubwa. Kivyo vyote vile naweza. Sibishana na nilipotoka. Sawa, kichwa kasi kurubasi. Mama, unafanya nini? Hivyo unajielewa kweli? Unajielewa? Mwangalia anavyounguruma tafikiri kama nguruwe. Ovyo, makalio kasi konsi. Sasa une hapa alikuja kufanya nini? Kuzuia nini? Achana naye. Yeye mwenyewe kalegea kama mlenda pale. Sema mama, huo mdomo wako huo. Mama utakuja uponze. Mtu mwenyewe yule jebajeba kanya ni ngwengwe. Mama utaumia. Mimi mwenyewe hapa ndo mandonga mtukati. Yaani mimi nisingemuogopa. Ningenengeneka naye kama mama mzazi nilivyomfanya. Yaani kwa natamani niokote hata jioni nimvunje hata spingi za uzazi yule. Mama, naenda kuongea na simu. Wewe tena uishi sababu kama ndugu wa mume. Umalaya tu kuoga. Mabega juu kama unapiga kenchi. Vipi dokta? Safi. Pole kwa uchovu. Usijali. Vipi sasa hivi hali yake? Anaendelea vizuri kidogo? Kwa sasa hali yake afadhali. Yapo matumaini. Mapema mno kujipa. Lakini hali yake inaridhisha. Ila afadhali kidogo. Moyo wangu kidogo una amani baada ya kunipa hizi taarifa. Ila tu mimi naendelea kukuomba. Naomba ufanye kile kinachowezekana mama wa watu awe sawa. Hata kama kuongezea pesa nyingine mimi nipo tayari. Ili mradi tu ili swala liishi. Kwa hilo tu hofu, maana lipo ndani ya uwezo wangu. Sio nitalifanyia kazi. Lakini pia unatakiwa kuwa makini sana. Hakikisha hakuna mtu yoyote anayejua kama humo ndani kuna mgonjwa. Hii ibaki kuwa siri kati yangu mimi na wewe. Happy. Kwa hiyo pia nikutoe hofu. Maana siri yako na siri yangu mimi. Naamini pia kwamba ile jambo pia likifichuka mimi pia nitaingia katika matatizo. Kwa hiyo nitalifanyia kazi. Sasa dokta, mimi naona huu ni muda wangu wa kuwa nyumbani. Maana mamangu sijui sasa hivi atakuwa yupo kwenye hali gani. Ila kesho mapema nitakuwa hapa. Kisha kesho unakuja mapema sana. Walakisha dawa ambazo niuagiza. Usijali kuhusu hilo. Nitajitahidi kadri ninavyoweza kufanya hivyo. Sawa. Faza pamoja na mama. Samanini kwa usumbufu. Maana huu ni usiku, pengine mngekuwa mpo ndani mmepumzika. Lengo la kuwaita hapa, mtoto wenu na jambo muhimu ambalo napenda niwashirikishe na mnisupport, mnisaidie kama wazazi wangu. Kama mnavyoona mtoto wenu sasa hivi umri umekwenda. Umri umeshasogea. Na mimi natamani kutengeneza familia. Kesho na mimi niitwe baba. Kwa hiyo kuna mwanamke ambaye nampenda sana. Na kwa bahati nzuri Mwenyezi Mungu amefanikiwa kushusha baraka zake. Huyo mwanamke kwa sasa ni mjamzito. Na msizunguke sana.
wala si binti mgeni machoni mwenu. Ni Hawa, mtoto wa mzee Kipanji. Nampenda sana huyo mwanamke. Natamani wazee wangu tusaidiane, tushirikiane, tujue tunafanya jinsi gani yule mwanamke anahitaji nimuoe. Hivi Ivan, una akili kweli wewe? Hivi kichwa chako kinafanya kazi kweli? Wewe unajua kabisa ile familia ina laana. Ile familia imelaanika Ivan. Ile familia imekaribia mdogo wako mpaka leo masomo yake amekatishwa, lakini wewe bado umeenda kujiingiza huko huko. Hivi mke wangu, unamwelewa kweli mwanao? Hivyo Ivani, hizo bangi zako umevuta huko, umeona haitoshi, umekuja kutuvutia hadi nyumbani. Hivyo wewe, ile familia ile, imenipiga mimi mpaka basi. Leo kunifanyia hivi mimi wewe? Mimi sikubaliani na wewe. Kwa hiyo bebe mkubwa na Faza, mtu akiongea kiyesu mnamchukulia kama hana akili, kama mtoto mdogo sana, si ndio? Sikilizeni kwa makini. Yule mwanamke mimi nampenda. Si mnanielewa? Yule mwanamke mimi nampenda. Nakumbukeni kabisa, ana kiumbe changu. Ana damu yangu ndani ya tumbo lake. Hivyo kuhusu maugomvi yenu nyinyi na familia ya mzee Kipanji, mimi hainihusu. Mimi ninachokitazama hapa ni kuhusu yule mtoto wangu na mke wangu. Hayo maugomvi yenu mimi hayanihusu na sina mpango nayo na sitaki kuhusika. Mimi na yule, basi nyinyi na wale mtajua na wenyewe. Ivan, wewe ni mtoto mdogo sana. Tena wewe ni mtoto mdogo sana kweli kweli. Yaani huo unaoleta mimi nilishakufanya kitambo. Yaani wewe mwenyewe umeiga kutoka kwangu. Mimi nilikuwa muone vile vile. Tena nikuapia yaka na abudu. Hayo mambo yako unayotaka iwezekane hata kidogo. Yaani hakuna ndoa itakayopita. Ninakuapia abudu. Hapa hakuna ndoa itakayopita. Na kama ikipita, labda mimi nisiwe mzee Kizigo. Pumbavu mkubwa shwaini wewe. Sikiliza nikwambie Ivan, mimi ni mama yako, nimekuweka tumboni miezi 9. Kama mimi ni mama yako na huyu baba yako, hutotusikiliza sisi tukienda kumwoa yule binti. Hatuna razi na wewe. Hivyo. Na mimi sasa nasemaje? Mimi nimempenda na mimi ndo nilomchagua. Kama nyinyi hamtaki, mimi nitajua nafanyeje mpaka ule mwanamke nitamuoa. Nitatumia njia zozote za kiuniuni mpaka ule mwanamke nitamuoa. Nampenda na kuhusu mambo yenu sitaki kuyasikia. Mtajua na nyinyi wenyewe na visa vyenu na matatizo yenu. Ila kwa kuwa mmekataa, mimi ule mwanamke nitajua mimi nafanya nini mpaka nimuoe. Kwa njia zozote, hata msipo ni support, nitajisupport mwenyewe tu. Unanipandisha mimi kibesi? Tena nakwambia vipi? Hicho kibesi chako kafanyia wao. Kwanza mimi sina mtoto mwenye miguu mirefu kama wewe. Yaani toto linavuta bange, toto alieleweki. Mke wangu, huyu sio mwanangu. Utanionyesha mimi mwanangu alipo. Mpuzi huyu. Ama kweli. Yaani Ivan wakunifanyia mimi hivi, wakunizalilisha. Nimepigwa na familia ya mzee Kipanji, alafu ananifanyia hivi mimi. Ama kweli kuzaa sio kupata. Habari yako? Unajifanya wewe salamu ndio unajua sana, si ndio? Yaani wewe ni mtu mzima ovyo wewe. Uone hata haya. Kwa umekosa wanaume wa kutembea nao kote au huyo mume ambao uko naye nyumbani kwako hakutoshelezi mpaka uje ulale na mume wangu? Nataka nikwambie. Mwanamke wote malaya. Yaani hata kama umeolewa wewe ni malaya. Kwa sababu ungekuwa wewe sio malaya usingeolewa ungekaa kwenu. Hilo la kwanza. La pili unaniambia mimi malaya, mume wako alinifuata mwenyewe kwa taarifa yako. Na akanipa skendo zako zote.
Kwamba ni mwanamke tu lakini una maajabu. Ndio maana akanifuata mimi, unaniambia mimi mtu mzima. Kwa hiyo ndo mlivyojiongopea hivyo. Haijalishi kama ni mwili wa bula au kama ni nini, hizo sio shida zangu. Alafu kwa taarifa yako, kama ulikuwa ujui, hakuna hata siku moja mwanaume alikaa akaongea na mwanamke wa nje kuongea vitu vya ukweli kumhusu mkewe. Siku zote ni mwendo wa kupondeana tu ili akupate kiurahisi. Kuona wewe hapo ni maharage ya mbea, ndio maana akakupata kwa uterezi, yani chapu haraka bila kutumia nguvu nyingi. Alafu kingine sikia nikwambia, wewe ni mtu mzima. Kwa basi jaribu kuwa hata na stara hata kidogo. Hivi ukifanya mambo hayo ya umalaya, kutembea na watoto wadogo, watoto wako wafanye nini? Mwisho wa siku utajikuta unachangia kitanda kimoja na watoto wako. Jistiri basi. Alafu sikia nikwambie kwa usichokijua. Kama wewe ulikuwa unahisi umefanya yani ulichokifanya kwamba ni siri mpaka hapa unajimwamba fai kwamba mumeo kanipenda, akupende nini? Kwa taarifa yako, kila mtu anajua kwamba wewe umefanya mapenzi na mwenyekiti. Umelala na mwenyekiti kwa ajili ya kumsaidia mwanao. Basi hilo jambo ni la aibu sana. Ukuona nje nyingine kufanya kumsaidia mwanao mpaka uende kufanya mapenzi na mwenyekiti? Mama wewe. Na unavyosema mume wako kapigwa muhuri yule au umemweka chata kusema huyu mume wa fulani. Yaani labda ungeniambia hivi mume wangu mimi ana chata, nimemwandika kabisa kwamba kila sehemu mume wa fulani. Kingine mamake kamuosha kamwacha. Wewe unaanza kushoboka mume wangu, mume wangu. Mimi nakusikitikia tu kwa sababu mtu mzima ovyo, una hata stara. Sikia nikwambie. Yote ongea, tukana, jimalize ujimalizavyo, lakini ukweli utabaki pale pale. Umejivua chupi, umejivua nguo, umejidhalilisha na umemdhalilisha na mumeo. Kwa sikia nikwambie bi mkubwa, hizo nyingine mimi sio shida zangu. Ila kama ukijua kwamba yule ni mume wangu mimi. Kwa kama umeshinda kujishikilia na familia yako, kaona bora uanze kutangatanga, kwa mume wangu tutatoana damu. Sikufichi yani, ukweli ndio huo. Mzinganyuki. Kama mume wako akitoka hapa, basi sahau. Labda nitake mimi. Tu uzima wangu. Lakini mume wako kanielewa. Mama, expire date tayari kwako ishasoma. Kwa mimi naona unajisumbua tu. Nengenekavyo. Vipi lakini shida yako sishaisha? Si umetimiziwa? Kwa hiyo pambana na hali yako. Utajua mwenyewe, ziwa kaa dodo. Nenda huko. Unalitamani. Laiti ungekuwa mwanaume na hisi ungenitongoza na ungetaka kufanya mimi kama ulivyofanya na mwenyekiti. Umalaya tu. Sikiza nikwambie, habari ya mjini ni hizi 3. Titi, tumbo na tako. Wewe una nini hapo ulipo? Kifua flat kama mwanaume, yani ukikao na mwanaume wako mnaonekana mapacha tu. Ovyo. Unaona nini sasa? Na hilo bichwa lako kama boga la kiangazi, mashavu kako na godoro. Una lolote? Bora mimi namba 1 babu upo. Subiri sasa, endelea kujimwamba fai, dawa yako iko jikoni nakwambia. Kama nilichokiongea hapo hujakielewa, nitakuja kukuonyesha kwa vitendo. Mpumbavu mkubwa wewe. Hapa nipo mimi mwenyewe dawa. Ukitaka vile vile nakupa dozi. Alafu nikwambie kitu, uniwezi kwa lolote. Na mume wako hapa ndo kashafika, mwanamke chuchu wewe. Sio wewe mwenyewe unafikiri kama unatenda kunyonyesha na jeshi ugalo. Ngoja utaiona. Dela kapu. Bibi wewe vipi? Maana toka ulivyoamka umejinamia tu hapo. Shida nini? Hamna, sina shida yoyote. Mimi niko sawa. Eti nipo sawa. Kwa hiyo wewe mimi sikujui. Yaani tokea jana usiku wewe na kuona yani upo tu yani kama umesingiziwa kesi ya mauaji. Dada, niongee mara ngapi? Si kwamba mimi niko sawa. Shida nini sasa? Wewe, mimi ni dada yako. Sasa hicho unachonificha iko ipo siku kikija kuharibikia, naomba usije kanishirikisha hata kidogo. Yaani ukija kunifuata nitajua mimi nini cha kukufanya. Maana sitaki ujinga kabisa. Dada, ni kweli mimi siko sawa. Kuna kitu kinanisumbua. Haya, shida nini? Dada, mimi ni mjamzito. Mjamzito? Mungu wangu. Haya, na huo ujauzito ni wa nani?
ni yangu mimi na Ivan. Ila dada, ni kweli mimi mjamzito, lakini sihitaji umwambie mama kwa sababu nahitaji kutoa, sihitaji kuzaa. Haya sawa, mimi sitomwambia. Nitajikaza nijapokuwa chungu. Sitomwambia mdogo wangu. Basi ngoja mimi niende nikafagie. Sawa. Dada. Hawa. Kwa nishakwambia nafumba mdomo, shida nini mpaka mama asikie? Unaniahidi utamwambia mama chochote? Sawa, usijali, sitomwambia kitu. Sawa. Una akili kweli wewe? Nakuuliza wewe, una akili? Hivi ni kitu gani kimekufanya ukamtongoze mdogo wangu? Alafu ulivyokosa aibu sasa. Ulivyokuwa una hata haya, umemtia mpaka mimba. Ni kitu gani kimekuvutia kwa yule mtoto umeamua kufanya yote haya? Pamela mpenzi wangu, kwa sasa hata kama ukiamua kunifanyia nini, yaani hata kama ukifanya kitu gani, chochote kile unachokiona wewe unaweza kufanya, ukifanya, amini unikomoe. Ni sawa sawa tu na kazi bure, kwa sababu hili jambo lililotokea tayari lishatokea. Mimi nimekuita hapa ili mradi tu tukae chini, tujadili, tuangalie ni njia gani sahihi ya kupita, ili mradi tu mimi niweze kuondokana na hili janga. Hakuna kitu kingine zaidi ya hicho mamaangu. Hivi, una pepo gani kwenye hicho kichwa chako? Yaani umetembea na mimi, ukaona haitoshi, ukaamua kwenda kumfuata na mdogo wangu. Nia yako ilikuwa ni nini? Sikudhalilisha familia yangu. Familia yangu ionekane na mambo ya ajabu, haina mbele, haina nyuma. Si ndio unavyotaka? Sasa basi, kwa hiki ulichokifanya, lazima nihakikishe unakwenda jela. Hivi mwanamke una akili kweli wewe? Na kuuliza huko kichwani kwako kuna kitu? Eti ina maana leo hii Pamela unataka kuniambia kwamba wewe hujui bahati mbaya? Kwamba mtu kafanya kosa kwa bahati mbaya wewe hujui? Au sio? Au unahisi labda mimi malaika? Nafanya kila kitu perfect, yani kila kitu perfect, au sio? Pamela, mimi nimekuita hapa ili mradi tu uje unishauri, kwa sababu wewe ndio mtu wa pekee niliyezani kwamba umebaki kwa sasa kunipa faraja na kunipa moyo ili mradi mimi niweze kuondokana na hili tatizo. Lakini unakuja hapo unaendelea kunikandamiza. Lengo lako ni lipi sasa? Kwamba mimi nikafungwe au? Lengo lako nikafie jela, si ndio? Pamela, kama hauna msaada wowote ule wa kunipa, yani inamaanisha kama hauna ushauri wowote zaidi ya hili janga ambalo mimi limenikuta, basi nakuomba tu uondoke nyumbani kwangu. Na kuanzia leo, yani saa hii, sihitaji tena mahusiano na wewe, kwa sababu najua fika hauna msaada wowote kwenye maisha yangu na kwangu pia. Toka nyumbani kwangu.
Hivi unakisikia ni nini unaongea? Kijungu, kwa hiki ulichokifanya, I swear utakilipia. Mimi najua fika umemlaghai mdogo wangu, ukambaka, ukamtia na mimba. Mdogo wangu ana ujasiri wa kukukubalia mtu mzima kama wewe. Pamela. 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 Nimekuita mara 3. Pamela, kama hauna msaada wowote ule wa kunishauri, na kuomba uondoke nyumbani kwangu. La sivyo, Pamela, nitakufanya kitu kibaya sasa hivi. Naomba uondoke nyumbani kwangu. Mimi naondoka. Wala sijaje kung'ang'ania hapa kwako. Lakini ninavyoondoka hapa, kaa ukijua hata mimi pia nina mimba yako. Na nikitoka hapa, naenda kuambia wazazi wangu kila kitu ulichonifanyia. Lazima nihakikishe unafia jela.